Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Naam, leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaanza darasa yetu ya lugha ya kitabu chetu hiki Tariqatun Jadida fi Ta'lim al-Arabiyya al-juz'u ath-thani, juzuu ya pili, kwa sababu juzuu ya kwanza alhamdulillah tulishaimaliza tangu muda mrefu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ad-darsu al-awwal, somo la kwanza. Hadha kitabu sadiqi, hiki ni kitabu cha rafiki yangu. Hadha al-kitabu, kitabu hiki, li sadiqi, ni cha rafiki yangu. Sasa tofauti kati ya hapa na hapa, hapa tumefanya idhafa, yani kitabu tumekiegemeza kwa rafiki, ambapo kitabu itakuwa ni mudhaf kiegemezi na sadiq itakuwa ni mudhaf ilayhi kiegemezewa, ambao kanuni yake mudhaf, ambao hiki unachokusudia kukiegemeza huku kisiwepo na alif na lam hapa, kadhalika kusiwepo na tanwini. Kwa maana tunasema hadha kitabu sadiqi, uweze kusema hadha alkitabu sadiqi, kitabu hiki ni rafiki yangu. Tukome kosea kanuni za kilugha bana, inabidi uondoshe alif na lam pia na tanwini, afu ndio unafanya idhafa. Lakini hapa hadha alkitabu, kitabu hiki, li sadiqi, yani hapa tumemilikisha kitabu kwa rafiki kutumia lamu almilki, lamu ya kumilikisha, maana kitabu tumekimilikisha kwa nani? Kwa rafiki. Lakini huku tumekiegemeza kwa rafiki, ambao kanuni yake ya huku na huku kama tulivyoeleza kwamba huku inaondoshwa alif na lam kadhalika na tanwini, lakini huku alif na lam inabakia, lakini inaongezewa lamu hii ya kumilikisha. Lakini ukiondosha hii lamu hapa, na kwa tafsiri yake inakuwa hivi: hadha alkitabu sadiqi, kitabu hiki ni rafiki yangu. Yani kitabu sasa ndio inakuwa ndo rafiki, lakini unapoweka hii lamu unakusudia kitabu ndio umekimilikisha kwa nani? Kwa rafiki. Kwa tofauti kati hapa na hapa ni hiyo. Hadha qalamu sadiqi, hii ni kalamu ya rafiki yangu. Hadha alqalamu li sadiqi, kalamu hii. Hadha qalamu sadiqi, hii ni kalamu ya rafiki yangu. Hadha alqalamu, kalamu hii, li sadiqi, ni ya rafiki yangu. Hadha alkitabu, kitabu hiki, kitabi, ni kitabu changu. Hadha alkitabu, kitabu hiki, li, ni changu. Hadha alqalamu, kalamu hii, qalami, ni kalamu yangu. Hadha alqalamu li, kalamu hii ni yangu. Hadha kitabi, hiki ni kitabu changu. Hadha kitabuka, na hiki ni kitabu chako. Hadha li, hii ni yangu. Hadha laka, na hii ni yako. Hadha qalami, hii ni kalamu yangu. Wa hadha qalamuka, na hii ni kalamu yako. Hadha li, hii ni yangu. Wa hadha lak, na hii ni yako. Hadhi saati, hii ni saa yangu. Hadhi saatuka, na hii ni saa yako. Hadhi li, hii ni yangu. Wa hadhi laka, na hii ni yako. Hadhi mahfadhati, huu ni mkoba wangu. Hii ni begi langu. Wa hadhi mahfadhatuka, na hii ni begi lako. Hadhi li, hii ni langu. Wa hadhi laka, na hii ni lako. Liman hadha alkitab, ni cha nani kitabu hiki? Liman tilka saa, ni ya nani saa hile? Liman dhaka alqalam, ni ya nani kalamu hile? Liman hadhihi almahfadha, mkoba huu ni wa nani? Ubegi hili ni la nani? Liman almulku alyawm, liman almulku alyawm, ni wa nani ufalme hivi leo? Yani leo falme ni wa nani? Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala atasema siku ya kiyama, lillahi alwahid alqahhar, falme leo ni wa Allah mmoja mwenye kuteza nguvu. Kitabun, kitabu. Kitabani, vitabu viwili. Hadha kitabun, hiki ni kitabu. Hadhani kitabani, hivi ni vitabu viwili. Qalamun, kalamu. Qalamani, kalamu mbili. Na hapa unapokusudia kalamu ziwe mbili unaongezea tu hapa alif na nuni mwisho. Qalamani, maana hii dhamma inageuka kuwa ni fatha baada ya kuongezea alif na nuni huku mwisho. Unasema qalamani, kalamu mbili. Hadha qalamun, hii ni kalamu. Hadhani qalamani, hizi ni kalamu mbili, sababu Kiarabu ina umoja, uwili na wingi. Yadun, mkono. Hadhi yadun, huu ni mkono. Yadani, mikono miwili. Hatani yadani, hii ni mikono miwili. Ainun, jicho. Hadhi ainun, hili ni jicho. Ainani, macho mawili. Hatani ainani, haya ni macho mawili. Li yadani, na mimi mikono miwili. Wa ainani, na macho mawili. Wa udhnani, na masikio mawili. Wa rijlani, na miguu miwili. Wa qadamani, na nyayo mbili. Li rasun wahidun, na mimi kichwa kimoja. Wajhun wahidun, na uso mmoja. Wa anfun wahidun, na pua moja. Wa famun wahidun, na mdomo mmoja. Wa lisanun wahidun, na ulimi mmoja. Alaka yadani, vijeo na mikono miwili. Alaka ainani, vijeo na macho mawili. Alaka udhnani, vijeo na masikio mawili. Alaka rijlani, vijeo na miguu miwili. Kama mwanamke ikafu naitia kasra alaki. Alaka rasani, vijeo na vichwa viwili. Wa wajhan, na nyuso mbili. Wa anfan, na pua mbili. Wa faman, na midomo miwili.
la, li, lak, lahu, liman. Ambapo hii la kama lahu, yani yake, au laka unamilikisha. Hizi zote ni herufi za kumilikisha. Li, laka, lahu, liman, hadhani, hizi mbili au hawa wawili ambao jinsia ya kiume. Hatan, hii inatumika kwa jinsia ya kike, wawili au vitu vya jinsia ya kike viwili ambao vipo karibu, nasema hivi. Na inshallah tuishi hapo. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.